الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أوصيكم وأوصي نفسي بتقوى الله عز وجل فقد فاز المتقون. ويقول الله جل في علا: إن للمتقين مفازا. Amma baada ya kutanguliza shukurani kwa Allah subhanahu wa ta'ala aliyetuchagua na akatupa upendeleo wa pekee, akatupa pumzi na uhai na akatuwezesha kila kitu katika kuyaendea maisha yetu. Sala na amani zimwendee Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam na kila muumini ambaye atakayewafuata kwa wema mpaka siku ya kufufuliwa. Nichukue fursa hii adhimu kuhisia nafsi yangu, lakini pia kukuhusieni nanyi katika swala zima la kumcha na kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala. Ijma yetu ya leo tutakumbushana juu ya watu ambao wako karibu sana na Allah subhanahu wa ta'ala, lahumul ma'iyatil khassa fi hayatihim. Hawa wako karibu na kwa Allah na katika maisha yao yote Allah yuko karibu na wao kwa kuwasaidia, kwa kuwanusuru, kwa kuwalinda, kwa kuwahifadhi. Na hakuna kitu kilichokuwa kikubwa kama ikiwa Muislam mu'min uko karibu sana na Allah subhanahu wa ta'ala, umefaulu. Kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala ameelezea katika aya nyingi, akiwa karibu na mja wake bila shaka atakuwa nampenda. Katika watu ambao wako karibu sana na Allah subhanahu wa ta'ala ni wacha Mungu. Mcha Mungu ni yupi? Wamesema wanachuoni, mcha Mungu al-khawf min al-jalil, ni yule anayemwogopa Mola wake katika maisha yake yote, hata akiwa peke yake. Wala amalu bitanzili, na yule ambaye Qur'ani inaifanyia kazi, yale ambayo yamekuja katika maamrisho ya Qur'ani anayatekeleza, na aliyokatazika anakatazika. Waridha bil qalil, mcha Mungu ni yule ambaye anatosheka na kichache ambacho Allah amemruzuku katika riziki, anaridhika nacho na anakinai na anatosheka, moyo wake ni tajiri. Wal isti'dadi li yawmir rahil, mcha Mungu ni yule ambaye ana maandalizi kwa ajili ya safari yake ya kifo, kwa sababu anajua kifo ndio moja katika safari ya kuelekea akhera. Asiyekuwa na maandalizi ya kujiandaa na maisha ya siku ya mwisho yaumul qiyama, atakapofufuliwa, katika sifa za ucha Mungu atakuwa yuko mbali. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala akasema, inna Allaha ma'al muttaqin, Allah yuko pamoja na wacha Mungu. Hapa pamoja si ya kuwa Allah yuko pamoja nawe kila pahala kama ambavyo wengine wanaamini kwamba Allah yuko kila pahala. Hapana, Allah yuko juu na yuko juu ya arsh kwa ushahidi wa Qur'an, Ar-Rahmanu 'ala al-'arshi istawa. Allah yuko juu ya arsh, na arshi iko juu baada ya mbingu saba, baada ya kursiyu, baada ya maji. Arsh iko juu
Allah yuko juu, kwa maana yuko pamoja na Allah kwa kukunusuru wewe, kwa kukulinda wewe na mitihani na misukosuko, na kukuwafikisha katika kutekeleza ibada, lakini pia kukupa hidayah ya kujua njia ya haki na njia sawa sawa. Na Allah akasema pia katika aya nyingine, inna Allaha ma'al ladhina taqaw, Allah yuko pamoja na wale wanaomcha, walladhina hum muhsinun, na wale wenye kufanya wema. Kwa hiyo huyu ni mtu wa kwanza ambaye yuko karibu na Allah subhanahu wa ta'ala. Mtu wa pili ni mu'min. Mu'min anayemwamini Allah, imani ambayo haina shaka wala hakuna wasiwasi juu ya kila kilichozungumzwa katika Qur'ani. Anaamini kufufuliwa, anaamini kiyama kipo, anaamini hesabu ipo na malipo yapo. Innamal mu'minuna alladhina amanu billahi thumma lam yartabu, wale waumini ambao hawana shaka juu ya dini yao na kila kilichosemwa kwenye dini. Allah akasema wa anna Allaha la ma'al mu'minin, kule alisema wa anna Allaha ma'al muttaqin. Hapa Allah anasema kwa hakika waumini, hakika Allah yuko pamoja na wale ambao walimwamini yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Mtume sallallahu alaihi wasallam alipokimbia katika mji wa Maka, kukimbia asikamatwe na Makureishi na asiuawe, alikimbilia nje ya mji wa Maka, karibu na mji wa Maka, wala hakuwa masafa ya mbali, bali ni karibu na mji wa Maka, na ghari Thauri, pango la Thauri linaonekana, akajificha pale, ni karibu sana na mji wa Maka. Kwa nini? Akiamini kwamba Allah yupo, atanusuru, atanilinda. Na hata Makureish walipokuwa wanafuata zile nyayo, wakafika mpaka pale kwenye mlima, mpaka karibu na lile pango, mpaka kwenye pango lenyewe. Abubakari akawa analia kwa kuona ndio mwisho wa kuuawa Mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini pia Uislamu unapotea. Mtume alikuwa amepumzika, akashtushwa na Abubakari akilia. Kisha aliposhtuka Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia Abubakari, mbona unalia, kuna nini? Akamwambia makafiri wako juu, wako ndani ya mlima huu, lakini wako kwenye pango letu. Ndio Allah akatukumbusha, idh yaqulu li sahibihi la tahzan inna Allaha ma'ana. Kumbuka Mtume sallallahu alaihi wasallam alipokuwa anamwambia rafiki yake kipenzi Abu Bakar, la tahzan, usihuzunike, inna Allaha ma'ana, Allah yuko pamoja nasi. Nasi ni vipi? Kuwa Allah atatulinda, atatunusuru na atatuokoa na hawa makafiri na washirikina. Na kweli mchana kweupe hawakuwa na akili ya kuchungulia ndani ya pango, wala hawakuwa na akili ya kusema bwana, hebu tuchungulie na tuingie ndani ya hili pango, inawezekana yuko hapa, kwa sababu walihakikishiwa nyayo zao zimeishia kwenye ule mlima na kwenye ile pango. Wakasema haiwezekani, Muhammad ni mtu ana akili na Abubakari hawa ni watu wazima, hawawezi wakajificha mchana kweupe. Saa hizi wajifiche karibu na mji wa Maka hapa jirani, hata haiwezekani. Ndio nusura ya Allah, wakaondoka. Mtu wa tatu ambaye yuko pamoja na Allah subhanahu wa ta'ala ni yule ambaye anatawakkal, anamtegemea Allah kwenye maisha yake. Leo watu wengi tunategemea mazindiko, mizimu, irizi na kadhalika, na kuamini kwamba Allah hatoshi, lakini Allah anatosha kwa kumlinda na kumnusuru mja aliyemuumba. Allah aliyemuumba mwanadamu anaweza akashindwa kumlinda na kumnusuru? La wallah, haiwezekani. Allah subhanahu wa ta'ala akasema, wa ala Allahi fatawakkalu in kuntum mu'minin, juu ya Allah mtegemeeni ikiwa ninyi wa kweli mna imani. Na hapa Allah ameweka masharti, anayemwamini Allah ndiye anayemtegemea Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu ana imani juu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Fa idha azamta fatawakkalu ala Allah, Allah akasema ukikusudia na kuazimia jambo lolote,
basi mtegemee Allah. Biashara, kilimo, jambo lolote katika maisha yako. Ibrahimu alayhi salatu wassalam alipokuwa ametahiniwa baada ya kuyavunja yale masanamu, kisha walikasirika wale wanaoabudia masanamu kwa kuona kwamba waungu wao wamefanyiwa ufisadi na uharibifu, na Ibrahimu wakasema harriquhu wansuru alihatakum in kuntum fa'ilin. Ibrahimu huyu mkamateni, lakini mchomeni moto ili nyinyi wanusuru waungu wenu. Ikiwa ninyi mmekusudia waungu wenu wanusurike, ataendelea na kuwalingania watu. Ibrahimu akakamatwa, akaingizwa ndani ya shimo ambalo walichimba, shimo kubwa na refu, wakajaza kuni, wakawasha moto, zikakolea, moto ukakolea sawa sawa. Ibrahimu akaingizwa ndani ya moto. Ibrahimu alayhi salatu wasalam, katika riwaya ambayo amepokea Ibn Abbas, anasema neno la mwisho ambalo Ibrahimu alisema hasbi Allah wa ni'mal wakil. Hasbi Allah, Allah ananitosha. Na neema iliyoje na uzuri ulioje kwa mja kumtegemea Allah, muumba wa kila kitu, mfalme wa falme. Akasema maneno hayo, hasbi Allah wa ni'mal wakil. Allah akauambia moto, ya nar kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Moto kaamrishwa, kuambiwa kuwa wabaridi na uwe na salama juu ya Ibrahim, akanusurika Ibrahim. Na Qur'ani ikisema sio visa vya kuzuliwa, wallahu yaqulu al-haqqa wa huwa yahdi as-sabil. Allah anasema kweli na anaongoza katika njia sawa sawa. Ibrahim yuko ndani ya moto mpaka moto unamalizika. Ibrahimu mzima hakupata madhara ya aina yoyote. Ukimtegemea Allah, Allah anasema wama yatawakkal ala Allah fa huwa hasbu. Ukimtegemea Allah, ukweli wa kumtegemea Allah na kutosha. Nguvu za Allah, nani anayeshinda nguvu za Allah? Mfalme wa falme, muumba aliyeumba kila kitu. Huyo ni mtu wa tatu katika wale ambao wako pamoja na Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini pia mwingine ambaye yuko karibu zaidi na Allah subhanahu wa ta'ala, lakini Allah pia anampenda mtu mwenye sifa hii, ni mtu yule aliyekuwa na subira kwenye mitihani na misukosuko. Na subira ziko za aina tatu: as-sabru ala ta'atillah, kusubiri kwenye kutekeleza yale aliyoamrisha Allah, kusali, kuhiji, kutoa zaka, amri za Allah. Hii ni moja katika aina ya subira. Kusali si jambo dogo, wa innaha lakabiratun illa ala al-khashi'in. Allah anasema jambo la swala si dogo, ni kubwa, isipokuwa kwa wale ambao wenye kunyenyekea na wenye kumwogopa Allah. Subira ya pili, as-sabru anil ma'siyah, ni kusubiri kutokuyaendea maasiya, kutokuyaendea maovu, uzinifu, shiriki, kula riba. Subira ya tatu, as-sabru ala aqdari llahi al-mu'lima, ni kusubiri kwa mitihani yenye kuumiza, kufiwa, kuuguliwa, kufilisika na kadhalika, katika mitihani ambayo Allah anaileta. Lakini katika subira ambayo ni ngumu na iliyokuwa bora, mtu akisubiri amefaulu, ni kusubiri kutokuyaendea maasi na madhambi. Hii subira ni ya hali ya juu katika hizi subira tatu. Kwa hivyo Allah anasema inna Allaha ma'as sabirin, Allah yuko pamoja na wenye kusubiri. Na ndio maana mwenye kusubiri mwisho wake Allah humlipa malipo ambayo hayana hesabu. Innama yuwaffa sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah huwalipa wale wenye kutahiniwa wakasubiri, wakapewa mitihani wakasubiri. Allah anasema yuko pamoja na wao. Kwa hiyo anawalipa malipo yao kwa sababu ya mitihani na misukosuko. Mtu akiipata anasubiri, anasema ni Allah, hii ni kwa ajili ya kadari ya Allah, akasubiri, basi Allah humlipa mja huyu malipo ambayo hayana hesabu, ni malipo mengi sana. Udu rabbakum wa antum muqinuna bil ijaba. Alhamdulillahi rabbil alamin, alwahid alqahhar, alahad as-samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dahu wa ala alihi wa sahbihi man wala, amma ba'd. Watu walioko karibu na Allah subhanahu wa ta'ala, pia wale ambao wenye kufanya wema
wenye kufanya mazuri. Na anayefanya mazuri hata kama si Muislamu, huyo anakuwa yuko pamoja na Allah, yuko karibu na Allah, lakini Allah anamlipa kwa wema wake ule wema aliofanya. Lakini kama si mu'min na kama si Muislamu, analipwa hapa hapa duniani. Allah ni mwadilifu. Lakini akiwa ni mu'min, ni Muislamu, yuko pamoja na Allah. Inna Allaha ma'a alladhina taqaw walladhina hum muhsinun. Muhsinuna ni wale ambao wanatekeleza amri za Allah, wanafanya wema kwa Allah. Anta'budu Allaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Muhsin ni yule ambaye anafanya wema kwa Allah, maamrisho anatekeleza na aliyokatazwa na yaacha, anamwogopa Allah mahali popote na wakati wowote, atakiwa mpeke yake katika sehemu ya faragha na ya siri. Huyo ndio muhsin. Lakini pia anafanya wema kwa watu kwa kuwasaidia wenye haja na mahitaji, maskini, mafukara. Huyu pia yuko pamoja na Allah subhanahu wa ta'ala. Na Allah anasema inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Hakika rehma za Allah ziko karibu na wale ambao wanaofanya wema. Wa ahsinu, fanyeni wema, inna Allaha ma'al muhsinin. Allah yuko pamoja na wale wenye kufanya wema. Musa alayhi salatu wassalam, mmoja katika kuonyesha mcha Mungu, mu'min wa kweli, anayemtegemea Allah, anakuwa kwenye ulinzi na hifadhi na nusura kubwa kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Musa alayhi salatu wassalam, pale alipokuwa anafuata na jeshi kubwa na Firaun la'natullahi alayhi, alipokimbilia akafika mbele kukutana na bahari, na Musa alikuwa lengo lake ni kwenda kuvuka ile bahari ili asalimike na aende alikokuwa ameamrishwa aelekee, na ndiko kulikokuwa na nusu na ahadi aliyoahidiwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Akakutana na bahari, na huko nyuma Firaun anamfuata na jeshi kubwa, na pembezoni mwake kuna milima. Musa alayhi salatu wassalam akasimama akisubiri nusura ya Allah, kwa sababu anamwamini Allah na anatawakali juu ya Allah. Watu wake wanamwambia Musa, tunakamatwa na tutauawa, pa kukimbilia hakuna, umetuleta tu ili tuje tuangamie, kwa sababu hakuna vipando vya kuvuka bahari, hawakuwa na safina wala majahazi. Lakini Ibrahim, kwa sababu alikuwa anatawakali juu ya Allah, akasema kalla, hapana, sivyo mnavyodhani nyinyi. Inna ya rabbi, mimi niko pamoja na Mola wangu mlezi, namuamini na namtegemea yeye. Allah subhanahu wa ta'ala, nusura yake ni sababu tu, hata bila sababu anakusaidia. Allah akamwambia Musa kwa ile fimbo aliyokuwa nayo, fimbo ya kawaida tu, fa auhaina ila Musa anidhrib bi'asaka al-bahr, tukamwambia Musa, basi piga bahari kwa fimbo yako. Fimbo haiwezi ikapiga bahari maji hata yakatikisika, lakini Musa alipogusa bahari, basi zikatoka njia 12 wale Bani Israeli wapite. Kwa hiyo Musa, Allah anasema fa anjaina Musa wa man ma'ahu ajma'in, Musa tukamwokoa na watu wake. Hivi visa ambavyo tunasimuliwa kwenye Qur'ani ni kwamba tupate ibra kwa mitihani na misukosuko ambayo Allah anatupa. Ukipata mtihani, mtawakkali Allah, mtegemee Allah na kuwa na imani. Inna ma'al usri yusra, baada ya dhiki, mitihani, misukosuko, faraja ipo, kwa sababu inna Allaha ma'as sabirin, Allah yuko pamoja na watu wenye kusubiri. Kwa hiyo ndugu zangu, visa hivi vinatufundisha tuishi kwa kuangalia visa vilivyosimuliwa kwenye Qur'ani, ili yale yanayotupata katika maisha yetu basi tujifunze kupitia Qur'ani. Na kwa wale ambao walipata mitihani, kwa mfano wa mtihani uliopata, usubiri, mtegemee Allah na utavuka, na Allah yuko pamoja nawe. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim, tub alaina maulana innaka antat tawwabur rahim. Allahumma arina haqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arina al-batilan batilan warzuqna ijtinaba. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات والأحياء منهم والأموات، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.